Tunapaswa kutambua kuwa maridhiano ya kweli si zoezi la siku. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Bali ni mchakato unaohitaji uvumilivu, ustahimilivu, unyenyekevu na ushirikiano wa wadau wote: serikali kwa sehemu yake, taasisi za dini kwa sehemu yake, taasisi za kiraia na wananchi wote kwa ujumla. Neno la Mungu linasema, jitahidini kudumisha umoja wa roho kwa kifungo cha amani, Waefeso 4:3. Kwa niaba ya serikali napenda kuhakikishia Watanzania wote kwamba tuko tayari kama serikali kusikiliza, kujifunza na kurekebisha pale inapobidi kwa lengo la kulinda umoja na mshikamano wa taifa letu. Baba Askofu Bagonza, waamini, tunashukuru kwa hekima na upendo wako kwa taifa letu la Tanzania. Siku zote tumekusikia kwamba serikali itaendelea kuthamini sauti yako na ya viongozi wengine wa kiroho kama washirika muhimu katika ujenzi wa taifa lenye haki, amani na maridhiano. Kimsingi yanahitajika maridhiano ya kweli ili kurejesha amani na umoja wa taifa letu. Hakuna anayenufaika na mgawanyiko unaoendelea. Wote ni wahanga na tunahitaji umoja na mshikamano wetu kama tulivyokuwa tukiishi. Katika mchakato mzima wa maridhiano, tujiepushe na sumu 5 zinazoua maridhiano duniani kote. Sumu ya kwanza inaitwa hila. Watu wajiepushe na hila, hata kama wakati mwingine hila inapewa jina la nia njema au maslahi mapana ya taifa. Hila ibakie kuwa ni hila na kamwe isitumike katika maridhiano. Baba wa taifa aliwahi kuonya kuwa taifa haliwezi kuongozwa kiujanja ujanja. Tujiepushe na hila katika kutafuta maridhiano. Sumu ya pili inaitwa kutafuta ushindi. Hakuna ushindi katika maridhiano, ndio maana yanaitwa maridhiano. Ni give and take, win-win situation. Ushindi katika maridhiano huwa unaandaa vurugu nyingine kwa baadaye. Tena ukiuangalia huo ushindi si ushindi, bali ni vurugu zilizowekwa akiba. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.